Waligani mwanafamilia wa Georges, karibu tena. This is Psychological Dondoo tunayokuletea kwako kila wiki. Last time tumediscuss kuhusu hatua 8 za maisha ya mwanadamu, kama ambavyo sisi wana saikolojia tumeagawa hayo maisha ya mwanadamu. Nilisema kuna hatua kuu 8. Ya kwanza mpaka ya 8 ambayo inaanzia kuzaliwa mpaka uzee ule utu uzima wa kupoteza kumbukumbu. Tulidiscuss hatua ya kwanza ambayo ilikuwa ni infancy, yani kuzaliwa mpaka miaka 2, tukajua changamoto na kila kitu. Video ziko kwenye library zetu, unaweza kuangalia. So leo tutakuwa tukienda kudiscuss stage ya pili, ambayo hii tunaita ni childhood, inaanzia miaka 2 mpaka 4. Huu sasa ndio utoto halisi. Hichi ni kipindi cha utoto ambacho mtoto atakiishi, kina mambo ya kufanya, mambo ya kuzingatia, na mambo ambayo usipoyafanya basi kuna side effects zinaweza zikatokea pale mtoto anapokuwa mkubwa. This is Psychological Dondoo with Georges. Karibu sana. Katika hatua hii ambayo tunaita utoto ama childhood, hii ni kipindi ambacho kinaanza kuanzia miaka 2 mpaka 4. Hapa sasa mtoto anakuwa mtoto. Katika hii hatua mtoto anaanza kujifunza mambo kwa kujitegemea yeye mwenyewe. Anatembea, anasema, anaanza kufanya vitu vingi mwenyewe na kujaribu mwenyewe. Hichi ni kipindi ambacho mzazi unatakiwa kumruhusu mtoto ajaribu kufanya mambo mapya, kwa sababu pale ambapo utakuwa ukimzuia, anatengeneza shame and doubt, kuto kujiamini na kujitilia mashaka. Anapata aibu na kujitilia mashaka, anakuwa hawezi kupata ile msukumo wa ndani kufanya vitu, kwa sababu anajua hapa nikifanya napigwa. Unaweza ukashangaa, lakini hichi ni kipindi ambacho mtoto anaanza kujitambua na kutambua mahusiano ya watu wake wa karibu. Anaanza kujua huyu ni baba, huyu ni mama, huyu ni dada, huyu ni kaka na huyu ni mjomba. Watoto wana akili timamu, na ndio maana anasema hizi hatua za maisha ya mwanadamu ni muhimu sana. Kikubwa katika hii hatua, mtoto anaanza kuishi utoto wake, anaanza kung'amua vitu, anaanza kujaribu. Ndio maana utamkuta mtoto anataka kupanda meza, wa kiume anakuwa tundu sana, mwingine anataka kula mchanga, mwingine anataka kufanya hichi. Katika hichi kipindi inabidi huwe very careful. Unaweza kumkuta mtoto wako anakula mchanga ukaenda na sauti ambayo sio ya kawaida, wewe, yani ukawafanya watu wakapanic waliomzunguka mtoto mwenyewe akapanic. Next time hawezi kujaribu, anaogopa, anasema oh my god, ni kila hii mtauliwa. Lakini there is a proper way ya kumwelewesha mtoto pale kitu ambapo kinakuwa sio sahihi na unatamani kiende kwa usahihi. There is a way ya kumuongelesha mtoto, there is a way ya kusema na mtoto ambao anajua okay, this is bad, nikifanya hivi. Hichi kipindi ndio kipindi ambacho vile ninavyokuambia mtoto anaanza kujielewa. Huyu mtoto anaanza kuwa na neno hapana na ndio. Kuna nguo ukimvalisha mtoto anaanza kuambia hapana, sitaki mama, sitaki, nataka gauni. Kama yeye ni mvulana au kama yeye ni msichana, anaanza kutambua mimi ni wa kike na hichi ndio ninachotakiwa kupewa. Ukimpa ukamvalisha kitu ambacho hakipendi, atakuuliza maswali. Kwa nini? Kwa nini mama amenipa? Sasa kuna wazazi wengine katika hichi kipindi, jitahidi sana kumuelewesha mwanao. Usimuone mdogo ukamdharau. Kuna kitu utaki afanye, mwambie. Trust me. Unajua watu wengi wanasema mtoto asikii wala hele. Mwambie, mwelekeze, na mtoto atatii na kufanya vile ambavyo unafanya. Kikubwa katika hii stage ni stage fupi ambayo haina mambo mengi. Kitu kikubwa ni kusupport utashi wa mtoto ili haweze kupata confidence. Unapofanikiwa katika hatua hii, unakuwa umetengeneza mtoto ambaye anaweza kujitegemea. Anaweza kuanza kufanya vitu vyake kama kuvaa. Unaweza kuwa umemwogesha ukamwacha hapo ukakuta ameshavaa. Anaweza kuchagua vitu anavyovipenda, anaweza kuchagua favorite meals, anaweza kujipeleka chooni na akakwambia kabisa usinichungulie. Ndio hapo sasa ujue mtoto ameanza kufanya nini? Mtoto ameanza kukua, au utoto una reflect vizuri kwenye maisha yake. Mtoto anajifunza kufanya. Unakapofanikiwa katika hatua hii, mtoto atajifunza kufanya maamuzi yake mwenyewe, ataanza kufanya vitu vyake vidogo vidogo mwenyewe, ata develop confidence na uthubutu wa kufanya mambo. Unajua unaweza ukawa mkubwa unashangaa hakunaga kitu wewe unaweza kuthubutu. Kila unapotaka kuanza unaogopa. Ni kwa sababu ulijengewa hii hofu kingali mdogo kwamba haiwezekani wewe kuamua kitu ukafanya.
Umeelewa? Na ugumu au kufeli kwa hii mtoto wako atakuwa na aibu na mashaka katika hatua zake zote za maisha. Atakuwa anajionea mashaka yeye mwenyewe, atakuwa anajionea aibu yeye mwenyewe. Hapo bado hujambeba ukampeleka kwenye halaiki ya watu. Imagine stage ya kwanza ukufanya vizuri, umekuja na stage ya pili ukufanya vizuri. Ina maana katika stage ya kwanza umemwondolea mtoto confidence, na stage ya pili umemfanya mtoto asijiamini, kila muda anajionea mashaka, anajidoubt, hawezi kuthubutu, hawezi kuanza chochote. Sasa imagine hizi stage zote wewe solution kubwa katika kipindi hichi, au nguvu kubwa katika kipindi hichi ambayo mzazi inabidi uende nayo, ni kusupport jitihada za mtoto wako. Unajua katika hii stage bwana, mtoto ndo ameanza kuwa mtamu, mtoto ndo ameanza kukunogea, ndio uko careful na mtoto wako lisimtokee 1 2 3. Unapomkuta mwanao anafanya activity ambayo inashtua moyo wako, kuwa na kiasi cha kushtuka, kuwa na kiasi cha kusema naye. Unapomkuta mtoto wako amepanda juu ya dari, ni reaction yako moja inayoweza kumpa huyu mtoto confidence au kumzimia confidence. Sisemi kwamba ukimkuta mtoto anafanya kitu cha ajabu usimkemee. Hapana, that's not what I mean. Yani namaanisha ukemeaji wako, mfano umemkuta anafanya kitu cha ajabu. Sasa unajua watoto wengi wakiwa hawaonekani, kuna kakatukio anapiga muda huo. Unapomkuta sasa kaisha oga ndoo ya unga, unapomkuta sasa kaisha jipaka mafuta mwili mzima, kaeneza na kitandani kwako, inabidi reaction yako iwe very calm. Umuelekeza na umuoneshe kwamba this is bad. Hata kama mtoto itabidi kumchapa, kwa sababu hata Biblia inaruhusu mtoto atandikwe ikiwezekana, ili hawezi kukaa katika mstari. Jamani, samaki mkunje angali mbichi. Hata ikiwezekana kwamba utamchapa kidogo, lakini kwanza mueleweshe, then mtandike, ili next time anakuwa na uelewa timamu kwamba if I fail to do this, ni kiboko ndo kitakachokutana na mimi na sitakuwa napokukimbilia. Kwa hiyo this is a simple stage. Mtoto umwache awe mtoto, mvalishe mtoto kama mtoto, mle mtoto kama mtoto, mlishe mtoto kama mtoto. Akitaka kujaribu kitu mtreat kama mtoto, kwa sababu kuna watoto ambao tunakutana nao unashindwa kuelewa mama yake yuko wapi. Huyu ni mtu mzima ama ni mtoto? Let kids be kids jamani. Allow kids to be kids. Thank you.